Ofisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amekamatwa na vyombo vya usalama kwa sababu ya kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Taarifa za awali zinaeleza kuwa Ali Kamwe alikamatwa jana baada ya mechi kati ya Tabora United na Young Africans kumalizika mkoani Tabora. Ali Kamwe alipelekwa kituo cha polisi kwa mahojiano zaidi. Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na klabu, tukio hilo limeibua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki wa soka nchini, hasa wafuasi wa Yanga ambao wanataka ufafanuzi juu ya hali halisi ya tukio hilo. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limethibitisha kukamatwa kwa ofisa habari wa klabu ya Yanga kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Mpaka sasa uongozi wa Yanga haujatoa tamko rasmi kuhusu swala hili, huku mashabiki wakingoja kwa hamu kujua hatima ya Kamwe na iwapo ataachiwa au kufikishwa mahakamani. Wewe inakuuma nini Yanga kumpokea kiongozi wao? Sasa tumwambie mzee Chacha, kesho sasa jeshi kamili la Yanga linakuja hapa Tabora. Kama mapokezi ya msemaji yalimshangaza, kesho atadua. Kesho atafanyaje? Na sisi Yanga, kwa sababu hatuna unafiki kwenye shughuli yetu, asije kesho kwenye mapokezi ya Yanga, asije. Hatumtaki. Sisi kama Yanga tunajitosheleza wenyewe hapa Tabora bila msaada wake. Asijipe umuhimu, hatumtaki. Jambo la mwisho, kwenye mazungumzo yake ametoa ahadi ya milioni 60. Yaani kwamba ameita wachezaji, sijui hata kama walikula pale kwenye kile kikao, akawaweka mbele, akaita na waandishi wa habari, akavaa mwenyewe shati lake lile la ubatizo, eti akawaambia nina shilingi milioni 50 sikuitumia kwa sababu Yanga watakuja na kiherehere, sasa naongeza 10, muende mkawafunge. Dataflow inakuletea internet ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.